Maisha yetu katika dunia hii ni ya muda tu. Tutakutana na Mungu wakati wa kifo chetu, Waibrania saa 9 na madakika 27. Habari mbaya ni ubinadamu uko katika hali ya kuanguka. Mwanamume na mwanamke wa kwanza walioumbwa na Mungu waliishi katika bustani ya Edeni. Waliumbwa kwa mfano wa Mungu wakiwa na ufahamu, akili na utakatifu, Mwanzo saa 1 na madakika 26. Walikuwa na uhusiano mzuri na Mungu mpaka walipokosa kutii amri yake ya kutokula matunda ya mti wa maarifa ya mema na mabaya. Kwa sababu ya kutotii kwao, laana iliingia ulimwenguni na dhambi ikaingia kwa wanadamu, Mwanzo 3. Kila mtu aliyezaliwa baadaye alirithi dhambi na asili iliyovunjika, Warumi saa 5 na madakika 12. Neno la Mungu linatangaza kwamba wote wamefanya dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu, Warumi saa 3 na madakika 23, na mshahara wa dhambi ni mauti, Warumi saa 6 na madakika 23. Mauti ya pili katika ziwa la moto, Ufunuo saa 20 na madakika 14-15. Nafsi yetu haina kufa, na kwa sababu ya asili yetu ya dhambi na kushindwa kujikomboa, tunakabiliwa na adhabu ya milele kuzimu. Tunahitaji Mwokozi ili kutimiza madai ya Mungu ya haki na utakatifu, Waibrania 10:1-5. Habari njema ni kuna jina moja tu na njia moja tu iliyotolewa chini ya mbingu kwa ukombozi, msamaha na upatanisho na Mungu. Mungu ametoa jina moja tu ambalo watu wanaweza kupata wokovu, Matendo saa 4 na madakika 12. Katika jina la Yesu, kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwamba yeye ni Bwana, Wafilipi saa 2 na madakika 10-11. Yeye ndiye njia, kweli na uzima. Yeye ndiye Mwokozi aliyeahidiwa wa wanadamu, mwana pekee wa Mungu wa milele na muumba wa vitu vyote. Mwana wa Mungu alifichuliwa kama mwana wa Adamu, utukufu, kufa msalabani, kifo na kufufuka tena, ufufuo. Mwili wake uliotolewa na damu yake safi iliyomwagika msalabani ikawa dhabihu ya mara moja kwa ukombozi, msamaha na upatanisho na Mungu. Tumeokolewa kwa neema ya Mungu kupitia imani katika Bwana Yesu Kristo na Injili yake. Geukeni kutoka imani za uongo au njia za maisha za dhambi. Muamini Mungu kwa kumpokea mwana wake pekee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Tumaini kikamilifu katika neema ya Injili yake, kazi ya wokovu ya Mungu kupitia mwana wake, utukufu, kifo msalabani na ufufuo. Ombeni kwa dhati. Baba yetu Mungu aliye mbinguni, nakubali mwana wako pekee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wangu. Bwana Yesu, ninaamini Injili yako ya wokovu. Tawala katika maisha yangu na unibadilishe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana, asante kwa ahadi yako ya uzima wa milele na wingi wake. Kwa jina la Yesu. Amina. Imani ya kweli. Imani ya kweli inatoa uhakika kamili wa wokovu. Mungu ameahidi uzima wa milele kupitia imani katika Yesu. 1 Yohana 5:9-13, na hatutakabiliwa na hukumu ya mauti ya pili, kwa kuwa tumepita kutoka mauti kwenda uzima. Yohana saa 5 na madakika 23-24. Ingawa mwili wetu wa kimwili unaweza kufa, Mungu ataufufua tena. Yeyote anayeamini hata kufa milele. Yohana saa 11 na madakika 25-26. Mungu anashikilia siku zijazo. Hakuna mtu anayeweza kutunyang'anya kutoka mkono wake wenye nguvu. Yohana saa 10 na madakika 27-29. Hakuna kitu kinachoweza kututenganisha na upendo wa Mungu katika Kristo Yesu. Warumi saa 8 na madakika 35-39. Roho wa Mungu anakaa na kubaki ndani yetu hadi kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Waefeso saa 1 na madakika 13-14. Mapenzi ya Mungu kwako kama mtoto wake na Mkristo. Ubatizwe kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwa kuzamishwa majini. Mathayo 28:19. Kuwa katika neema na maarifa ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kaeni ndani yake na katika maneno yake kama ushahidi wa imani yako na upendo kwa Mungu. Yohana 15:5-7-10. Ombeni. Mathayo 6:6-7. Jifunze kutoka Biblia. Mathayo saa 11 na madakika 28-30. Yohana saa 17 na madakika 17. Na shiriki ushirika na Wakristo wenzako wanaomwabudu Mungu kwa roho na kweli. Yohana saa 4 na madakika 23-24.